Ukiona kwamba kuna mtu katika familia yetu ameinuka, tunamtegemea, akawa mtu wa msaada, hana maisha marefu. Ili kumfanya endelee, lazima muwe na maombi ya maagano. Familia isipokuwa na maombi ya agano, mnaweza mkajikuta mnakaa miaka miwili, miaka mitatu hamjakutana, na mkikutana mnakutana kwenye msiba. Katika maombi ya maagano yanaweza yakabeba mtu mmoja, lakini haombewi au haombi mtu mmoja. Usikurupuke tu kwenda katika maombi ya maagano, utarudi mapema. Maombi ya maagano mara nyingi yanaambatana na sadaka, kwa sababu sadaka inajenga uhusiano. Maombi ya maagano yakiambatana na sadaka, unampendezesha Mungu. Kuna nyakati tunapita kwenye maeneo ambayo ni hatari mno. Mungu anagaili, anasema nimelitazama agano hili, nimetazama sadaka hii, ninagaili. Tunahitaji kuwa na maombi ya maagano ili kuvunja maagano yaliyotangulia juu yetu. Kwenye familia yako, agano lako ni nini? Unaomba kitu gani kwenye familia yako? Mungu mwaminifu, Baba yetu, asante kwa ajili ya Jumatano nyingine hii. Asante kwa kuwa Mungu umekubali kusema nasi kupitia neno lako. Tulishe sisi watoto wako chakula cha rohoni, tutafakarishe maisha yetu, tupate Mungu kusogelea wewe. Asante kwa kuwa utanitumia kuwa ni chombo chako kwa ajili ya kanisa lako. Nioshe kwa damu yako Yesu Kristo na kunisafisha. Nitakase Bwana, nipe tena neema katika ulimi wangu, niseme yale ambayo Mungu yakupasayo wewe kunena kwa ajili ya watoto wako. Basi kinywa changu na kiwe mlango wa wewe kusema na watoto wako, na utukufu wako kurudie. Nimeomba haya Baba katika jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Somo letu ni maombi. Tunaongozwa na Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 16. Mstari huu tumeanza nao tokea Jumatano ya kwanza hata Jumatano ya leo. Yohana 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba muombalo Baba kwa jina langu, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Nimekuwa nikipita katika maeneo kadhaa nikizungumzia juu ya maombi. Maombi ni package kubwa, ndani yake ina vitu mbalimbali. Nilizungumzia kwa sehemu kuhusu sala, nilizungumzia kwa sehemu kuhusu maombezi, nilizungumzia kwa sehemu kuhusu dua, nilizungumzia kwa sehemu kuhusu shukrani. Lakini leo natamani nizungumze maombi ambayo yanabeba maagano, au kwa lugha ya kiuandishi maombi ya maagano. Maombi ya maagano ni kitu gani? Tuangalie Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7, nitaanzia mstari wa 14 na wa 15. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 na ule wa 15. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Haya ni maombi ya maagano. Maombi ya maagano ni maombi yanayofanyika katikati ya kusanyiko la watumishi, kusanyiko la watu wa Mungu linapokuwepo, basi yale maombi yanayofanyika, baadhi yake yanakuwa ni maombi ya maagano. Maombi ya maagano yanabeba jambo la kipekee, kwa sababu mnaweka agano. Nyinyi mnawatendi, mnayekwenda kwenye yale maombi, mnaweka agano. Katika haya maombi ya maagano, kwa sehemu kanisa la Kilutheri limeachukua, kuhani ndiye anayeomba na nyinyi wengine mnamalizia kwa kusema amina. Lakini mahali pengine maombi haya ya maagano yamekuwa ni maombi ya watu wote. Inawekwa agenda, alafu watu wote mnaomba kupitia ile agenda.
yale maombi yanaitwa maombi ya maagano, na yale maombi ya maagano yanabeba mambo mbalimbali. Maombi ya maagano yanabeba mambo mbalimbali. Katika maombi ya maagano yanaweza yakabeba mtu mmoja, lakini haombewi au haombi mtu mmoja. Watu sisi wote tuliofika katika ibada tunakusudia mtu mmoja kumwombea, na tunamwombea yale tunayajua, yale ambayo ametushirikisha, yale ambayo ameyasema. Yale maombi tukiomba kwa pamoja yanaitwa maombi ya maagano. Katika maombi ya maagano, mambo ambayo yanaombewa zaidi ni mahitaji maalum kwa ajili ya watu maalum na kwa sababu maalum. Maombi ya maagano huwa hayaombwi siku zote, yanaombwa kwa wakati maalum, kwa ajili ya jambo maalum, kwa ajili ya watu maalum. Hapo ndipo tunapopata maombi ya maagano. Na haya maombi ya maagano mara nyingi huambatana na mifungo. Haya maombi ya maagano huambatana na watu walioweka nadhiri. Haya maombi ya maagano huambatana na kusanyiko la watu, na wakati mwingine maombi haya yanaambatana na matangazo, yanaambatana na mbiu. Tunayaona maombi haya katika kitabu cha Yona sura ya 3 mstari ule wa 5. Kitabu cha Yona sura ya 3 mstari ule wa 5. Mimi ninasoma kitabu cha Yona sura ile ya 3 na mstari wake ule wa 5. Biblia katika kitabu cha Yona sura ya 3 mstari ule wa 5, maandiko yanasema, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu aliye mkubwa hata aliye mdogo. Wanaagana, wanapatana, wanasema kwamba kwa jambo hili hatuwezi, tunahitaji kufunga, tunahitaji kuvaa nguo za magunia. Nguo za magunia ziliwakilisha toba. Nguo za magunia ziliwakilisha unyenyekevu. Mfungo uliwakilisha kujishusha. Walijinyima chakula, wakafunga, wakavaa nguo za magunia, wamekwenda kwenye maombi ya maagano. Kwa nini nafundisha? Nafundisha maombi haya kwa sababu kuna nyakati nyingine ndani ya familia mnahitaji kuweka agano, ndani ya ukoo mnahitaji kuweka agano. Lile agano ambalo mnaliweka lazima muwe na patano moja, na lile patano lina msingi wa kuomba, na vifaa vya kuombea ni pamoja na huo mfungo, ni pamoja na kujinyenyekesha, ni pamoja na toba. Mahali pengine familia inakutana, na hii nifundishe, familia inakutana, mlianza au mlilelewa katika kiwango cha kuwa na mshikamano, na ule mshikamano wenu ulikuwa ni mzuri sana wakati baba na mama walipokuwa wako hai. Baba na mama walipokuwa wamekufa, mshikamano nao pia ulivunjika. Unaanza kuona ndugu hawawezi kukaa mahali pamoja. Ukiuliza kwa nini, hawana sababu. Unaweza ukaona kwamba mmoja akisema njooni, wengine wanasema sawa, lakini siku mbili kabla ya kukutana kwenu, mtu mmoja anaanza kusema lakini nilikuwa na jambo lingine. Kugairisha kunakuwa ni kwingi. Na hapa mnahitaji kurudi kwanza, mfanye maombi ya maagano kwamba sisi ni ndugu wa tumbo moja, au sisi ni ndugu wa eneo fulani, au sisi ni jamaa fulani. Kwa nini hatuwezi kufanya ule ushirika wetu? Kwa nini hatuwezi kwenda katika ule ushirika wetu? Hapo yanahitajika maombi ya agano. Muanze upya agano jipya la kushikamana. Narudia, muanze upya agano la kushikamana. Familia isipokuwa na maombi ya agano, mnaweza mkajikuta mnakaa miaka 2, miaka 3 hamjakutana, na mkikutana mnakutana kwenye msiba, na kwenye msiba kwenyewe mkikutana, hata vile vikao vya kumaliza msiba hamwezi mkakaa mkapatana. Utaona mmoja anasema mimi natangulia, kama mmeenda kijijini anasema mimi natangulia Dar es Salaam. Hamna ule uwezo wa kukaa mahali pamoja. Mahali hapo msipokubaliana kuweka maombi ya agano kurudisha mahusiano yenu, mnaweza mkajikuta kila wakati mnagombana. Jambo la pili, maombi haya ya maagano ambapo yanapofanyika, au eneo linalofanyika, au jambo linaloweza kufanyika, sio lazima wote wakubali agenda. Wapo wengine watazikataa agenda,
lakini wale wachache wanaoelewa maombi ya maagano huzikubali agenda na kuziombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aina hii ya maombi inaambatana na unyenyekevu, yaani mtu anayepeleka wazo hilo lazima apeleke kwa unyenyekevu. Ukilipeleka katika lugha ngumu, watu hawatalipokea. Unapeleka katika lugha ya unyenyekevu kwa sababu unawahitaji ndugu zako, unahitaji jamaa zako wanyenyekee tu, kwa sababu kuna kitu kitachofanyika kwenye maombi ya agano. Kuna jambo litakalofanyika kwenye maombi ya agano. Ili msifike mahali pazuri, adui husimama na kuweka mkorofi katikati hayo maombi ya agano. Na hapa tuangalie Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ile ya 20 mstari ule wa 26. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 20 na mstari ule wa 26. Waamuzi sura ile ya 20 mstari ule wa 26. Natangulia kusoma Waamuzi 20:26. Ndipo wana Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasogeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Haya ni maombi ambayo viashiria vyake vinatokana na sababu fulani iliyofanyika ikawashusha. Maombi ya agano yanahitajika. Zamani tulikuwa na mtu alikuwa ni mwenzetu, ghafla baada ya kufanikiwa ametuacha, sio mwenzetu tena. Mnaweza mkamchukia, kumbe kuna kitu kilichomwondoa. Lakini seme vitu muhimu pia. Umeona katika familia, mtu anayetegemewa kwenye familia hana maisha marefu. Ukiona kwamba kuna mtu katika familia yetu ameinuka, tunamtegemea, akawa mtu wa msaada, hana maisha marefu. Ili kumfanya endelee, lazima muwe na maombi ya maagano. Maombi ya maagano ni ya kumlinda huyu ndugu yetu, Mungu aendelee kumweka pale alipo. Maombi ya maagano ndiyo ambayo tunaweza tukayaombea kwa wale vijana, kuombea wazazi wetu, Mungu aendelee kuwatunza wazazi wetu. Unaweka agano na Mungu ya kwamba mzazi wangu ningetamani, baba yangu ningetamani, mama yangu ningetamani awe 1, 2, 3. Maombi hayo ni maombi ya agano. Wanaisraeli wamekusanyika katika kitabu cha Waamuzi kwa sababu walikuwa wanapatishwa shida. Wale waliokuwa wanawategemea viongozi wao wakaanza kuuawa, wale waliokuwa wanawategemea wakaanza kuondolewa, wakabakia watu dhaifu katika taifa la Israeli wasioweza kuongoza. Waisraeli wakakutana kwenye maombi ya agano. Wanataka kiongozi, wanataka watu wanaweza kuongoza wabakie, wanaomba maombi ya agano. Tunafika katika kipindi cha mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Hatujajua, mimi sijajua watu wataombaje, sijajua. Tunaweza tukachanganyana sana katika mwaka huu, hatujajua tunaomba nini. Lakini kama Mungu atainua waombaji, wana nafasi ya kuomba. Kama Mungu atainua waombaji, wana nafasi ya kusema na Mungu, tunataka aina gani ya kiongozi, tunataka aweje, tunataka afanye nini, agano letu na huyo kiongozi atakayekuja atufanyie nini. Mara nyingi tumekuwa tunaombea uchaguzi iwe na amani, lakini hatuombei amani ile ambayo tunaiombea iwe na sura gani. Je, tutapata nafasi ya kuabudu? Je, tutapata nafasi ya kwenda mbele za Mungu? Je, tutapata nafasi ya kuwa na vitu 1, 2, 3? Usipoweka agano kabla kiongozi hajaingia, kiongozi akiingia kwa agano lingine ataishi kwenye agano lingine. Na hii ndio sura ambayo sasa hivi nataka nizungumzie. Katika kitabu hii sisomi, katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura 17
Unamwona mfalme Ahabu akiwa anatawala Israeli. Hawakupata nafasi ya kusema juu ya mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu alipoingia madarakani akaibadilisha mioyo ya Waisraeli, wakaacha kumwabudu Yahwe, wakaabudu miungu ya Baali. Mfalme Ahabu akamwoa mwanamke Yezebel. Yezebel naye akawakosesha Israeli kama malkia, wakaendelea kuiabudu hiyo miungu. Lakini kuna mtu ndani ya taifa la Israeli aliyekuwa na maombi ya agano, huyo anaitwa Eliya. Eliya alipokuwa na maombi ya maagano, Eliya alikwenda akamwambia mfalme Ahabu ya kwamba sasa nitaomba mvua isinyeshe juu ya nchi, kwa sababu nchi imefanya mambo 1, 2, 3. Ahabu akadhalau, alidhalau maombi ya mtu mwenye agano. Eliya akafanikiwa akainyamazisha mvua muda wa miaka 3 na miezi 6. Kwa neno lake mvua haikuja juu ya nchi. Maombi ya agano. Mungu nataka ujulikane kwamba unamiliki na kutawala mbinguni na duniani. Ninafunga mvua, na Mungu anakubali kufunga mvua kwa sababu ulikuwa na maombi ya agano. Eliya baada ya muda akasema, Mungu nataka ujulikane. Akaomba tena mvua inyeshe, mvua ikanyesha kwa sababu alikuwa na agano. Lile agano likasababisha watu wamheshimu Eliya, wamjue kwamba ni mtumishi wa Mungu kwa sababu alikuwa na maombi ya maagano. Nishuke sasa katika ngazi ya kwako. Kwenye familia yako, agano lako ni nini? Unaomba kitu gani kwenye familia yako? Kwenye nafasi ulionayo, position ulionayo, ofisini kwako, unaomba nini katika agano? Jamii inayokuzunguka, unaomba nini katika jamii inayokuzunguka? Agano lako ni nini? Danieli katika sura ya 10 mstari wa 2 na wa 3 anatuambia maneno haya. Danieli sura ya 10 mstari wa 2 na wa 3, Danieli anasema hivi. Danieli 10:2-3. Kisha siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Majuma 3 kamili ina maana siku 21. Sikula chakula kitamu. Danieli anaonyesha namna ya mfungo. Sikula chakula kitamu. Sikula chakula kitamu, wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma 3 kamili yalipotimia. Danieli anatuonyesha akiwa anataka kuweka maombi ya agano, maandalizi yake ni mfungo wa siku 21. Mfungo wa siku 21 Danieli haukuambatana na mfungo wa ukavu. Anasema aliondoa chakula kitamu kimfikirishe. Danieli aliondoa divai imfikirishe. Danieli hakujipaka mafuta yamfikirishe. Alibeba mzigo wa agano. Mzigo wa agano unapobeba unapata muda wa kujifikirisha. Unapata muda wa kujifikirisha. Kwa nini ninatoa harufu? Ni kwa sababu nina agano. Ni kwa sababu nina maombi. Kwa nini sikujipaka mafuta? Ni kwa sababu nina maombi. Kwa nini sili nyama? Nina maombi. Kwa nini sinywi divai? Nina maombi. Danieli anatuonyesha aina ya maombi ya agano. Anajifikirisha siku 21, halafu anaingia kwenye maombi. Tafsiri yake nini? Maombi ya maagano yana maandalizi. Kwa hiyo kama unaenda kwenye maombi ya maagano, ni lazima uwe na maandalizi. Usikurupuke tu kwenda katika maombi ya maagano, utarudi mapema. Kwa hiyo jiandae kabla kuingia kwenye hayo maombi. Jambo la msingi nataka kueleza hapa, pamoja na kule nilikotangulia kueleza, maombi ya maagano mara nyingi yanaambatana na sadaka. Tulisoma leo Mambo ya Nyakati wa Pili sura 29. Uliona mfalme anazungumzia kuhusiana na sadaka.
Akasema nataka kondoo 7, nataka ng'ombe 7, nataka mbuzi 7. Akaletewa wale 7. Wa kwanza walifanyiwa, wakachinja, wakaweka damu kwenye madhabahu, wanapatana na madhabahu kwenye maombi ya maagano. Sasa hivi madhabahu, sisi wa Agano Jipya hatutazami madhabahu, tunatazama nafasi ya Yesu kwetu tunapotaka kuweka maombi ya maagano. Lakini kumbuka, hawa wanaweka damu katika madhabahu, wanapatanishwa na damu kwenye madhabahu ili waende kwenye agano. Wanasema kwamba tulikosea kule nyuma, tunataka Agano Jipya tuanze na wewe, na Mungu anakubali kuanza nao. Haya maombi yanaambatana na hiyo sadaka. Yale maombi, wale mbuzi 7 wa mwisho walifanyika sadaka ya ajabu sana. Waliwekewa mikono kwa niaba ya Waisraeli, halafu wakaachwa. Lakini wale ng'ombe 7 wa kwanza waliteketezwa, wale kondoo 7 wa kwanza waliteketezwa, wale mbuzi waliwekewa mikono. Zote zilikuwa ni sadaka, lakini kila moja ilikuwa na maana yake. Maombi ya maagano wakati mwingine yanaambatana na sadaka, na katika eneo la sadaka ni eneo nyeti mno. Sadaka ni tukio la rohoni, sadaka sio tukio la mwilini. Na kwa sababu sadaka ni tukio la rohoni, unapoenda kwenye maombi ya agano, ina maana kwamba lazima ubebe kitu cha kwenda nacho kwenye maombi ya agano. Unapokwenda kwenye maombi ya agano, ni muhimu, ni vizuri. Mimi nakataa sana kuzungumzia swala sadaka. Ni muhimu, ni vizuri, kwa sababu sadaka inajenga uhusiano. Hesabu sura ya 7 mstari wa 10. Hesabu sura ya 7 mstari ule wa 10. Biblia yangu inasema hivi. Hesabu 7:10. Biblia yangu inasema hivi. Kitabu cha Hesabu mlango wa 7 mstari wa 10. Inasema hivi: kisha wale wakuu wakatoa matoleo kwa ajili ya kuweka wakfu madhabahu katika siku hiyo iliyotiwa mafuta. Wakuu wakayatoa matoleo yao mbele za madhabahu. Hii ilikuwa ni ibada ya maagano. Tunataka madhabahu yetu itujibu. Tunataka madhabahu yetu iwe na faida kwetu. Tunakutana, tunaomba, madhabahu itujibu. Tunapoenda kuomba madhabahu itujibu, tunaitolea na sadaka. Tunataka madhabahu hii iguse watoto wetu. Kila mtoto atakayekuja kubatizwa katika madhabahu hii, Mungu akutane naye, mtoto huyo awe na ulinzi wa kimungu. Ninatoa na sadaka. Ninataka katika madhabahu hii, siku nikipanda, itokee kwa jambo lolote, ikitokea nimepanda kwenye madhabahu hii nikiwa na shida yoyote, hii madhabahu inijibu. Ninatoa na sadaka. Hawa walitoa sadaka zao ili madhabahu yao iwe na nguvu, ili madhabahu yao iweze kuwajibu, ili watembee na nguvu iliyopo ndani ya madhabahu yao. Walitolea sadaka. Lakini kwa nini nasema sadaka? Sadaka ni tendo la rohoni. Kazi ya sadaka ni kumpendezesha Mungu. Unapotoa sadaka unampendezesha Mungu. Hatutoi sadaka kwa sababu ya kumpendezesha mwanadamu. Tunatoa sadaka tunampendezesha Mungu. Maombi ya maagano yakiambatana na sadaka, unampendezesha Mungu. Nimepata wapi hii? Mwanzo sura 4 mstari wa 4. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: Habili naye akamtolea wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Walikuwa katika ibada ya agano. Nilivyovipata na kurudishia Mungu, nilivyovipokea na kurudishia Mungu.
Agano hili ambalo anaweka Habiri, anaweka na Kaini, liliambatana na sadaka, na lengo la hii sadaka ilikuwa ni kumpendezesha Mungu. Ukiendelea pale mbele utaona kwamba Mungu akasikia harufu ya kumpendeza, Mungu akapendezwa, Mungu akakubali sadaka ya Habiri, sadaka ya Kaini hakuikubali. Na sambamba na hilo tunaona katika Mwanzo juu ya Nuhu, anatoka kwenye gharika, Mwanzo sura 8 mstari wa 20 na wa 21, nako pia ninasoma. Mwanzo 8 20 21, nako pia ninasoma. Mwanzo 8 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sintailani nchi tena baada ya haya kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya haya kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mungu anagaili, Mungu anagaili. Maombi ya maagano yameambatana na sadaka, Mungu anagaili. Kuna nyakati tunapita kwenye maeneo ambayo ni hatari mno, magonjwa ya kurithi, Mungu anagaili. Anasema nimelitazama agano hili, nimetazama sadaka hii, ninagaili. Natamani sana Mungu asimame nawe kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, anapofundisha juu ya maombi. Kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, Mungu anaponipa ufunuo huu wa maombi. Kwenye Kwaresima hii napozungumzia maombi ya maagano, napozungumzia maombi haya maagano, ujue kuna upande wa pili nako pia na maombi ya maagano. Na upande wa pili unapokuwa na maombi ya agano, ndiyo yale maombi ambayo ndani yake unaona kwamba mtu amekwenda, baada ya muda akapotea. Msomi mwenye elimu yake, msomi mwenye kila kitu chake, daktari bingwa, mshauri ambaye anaweza kushauri kwa kiwango cha juu sana, anamaliza kushauri anakwenda kuvuta sigara, lakini anajua kabisa mapafu yake yanamalizika. Mtaalamu wa kila kitu, amebobea katika fani ya uuguzi, mtaalamu wa kujua madhara yatokanayo na pombe kali, anamaliza anakwenda kunywa pombe kali. Mtaalamu wa kujua mambo mbalimbali, ana vitu ambavyo ukikaa naye unasema kwamba sijapata kuona mtu kama huyu, anatoka pale anakwenda kuchanjwa chale. Usizani anachanjwa chale tu, kuna maagano yaliyofanyika huko nyuma, anakwenda kutembea kwenye yale maagano. Kuna vitu vilifanyika huko nyuma, anakwenda kutembea katika vile vitu, na vile vitu kwake amevibeba kama sehemu ya msingi. Elimu yake haitabomoa ule msingi wa maombi ya maagano ya kuzimu. Elimu yake haitabomoa ule msingi wa maombi ya maagano walioyafanya mababu kwa mababu. Ile agano litamfuatilia, kwa sababu wakati mwingine haya maagano waliyatolea sadaka, wakati mwingine haya maagano waliyafanyia na vitu mbalimbali ambavyo familia inatembea navyo katika hiyo roho ya maagano. Tunahitaji kuwa na maombi ya maagano ili kuvunja maagano yaliyotangulia juu yetu. Umeziona familia mmoja ameibuka, amesoma, anafika maana anasema nataka na mimi watoto wangu wasome, halafu anapata watoto wote wataki shule. Usizani ya kwamba kilipita kitu cha kawaida. Watoto wanapelekwa shule, watoto wanasema mimi sitaki shule. Unataka nini? Mimi nataka tu nicheze mpira. Anapeleka shule, anasema mimi sitaki shule. Unataka nini? Mimi nataka unipe mtaji. Kuna vitu vinapita ambavyo unajiuliza vimetoka wapi? Kumbe kuna vitu vya maagano vilifanyika na watu wakatoa sadaka, na saa nyingine haya maagano mpaka watu wanatoa sadaka yanadithishwa mpaka katika majina. Huyu ni mjukuu wangu, jina lake ataitwa fulani. Lakini wewe ulitembea katika roho ya maagano, mjukuu wako hatakwepa hayo maagano, uliyemdhisisha jina. Na kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vinatembea kwenye maisha vinavyodai maagano, na upande huo wanapofanya maagano wanaweza kufanya maagano magumu.
Maagano yao yanawezekana yakawa ni maagano hata ya kutoa wanyama, hata wakati mwingine ya kutoa vitu vyenye thamani kubwa kwa Mungu wao, na watu wakatulizwa, wakaambiwa kwamba usifate shida. Naona kuna watu ambao wanakwenda makaburini, amepata tatizo anakimbilia makaburini, amepata shida yuko makaburini, ana elimu yake na kila kitu chake, ikifika anakwenda makaburini, anakwenda naye kutoa sadaka. Sadaka ile ina review maagano yaliyofanyika miaka ya nyuma, na anafika makaburini, anasema kwamba anazungumza na makaburi, nimekuja mjukuu wenu, nipokeeni sasa, kazi yangu haiendi vizuri, nimewajia, nipokeeni. Anaambiwa na wazee kwamba usiende makaburini vivi, nenda makaburini, beba na pombe. Anatafuta pombe, anakwenda makaburini, anaenda kumwaga pombe, anajithibitisha kwamba yeye amefungana na lile agano la mtu aliyekufa. Usiingie ndani, usiingie, simama kwanza hapo, simama, amekuja, simama, ngoja kwanza. Wanakumwagia maji ili uingie ndani, nao nasema kwamba ni maji tu, sio maji, ni magano. Anafika mara anasema kwamba nimekuja kijini, nimekuja kutembea, anasema lakini mzee fulani katuandalia chakula, twende tukale na mzee fulani nyumbani kwake. Unakwenda kula chakula katika nyumba ya mzee fulani, chakula cha maagano. Ndio maana anawaambia Kristo kila wakati, mnakwenda katika imani, mnakwenda katika ibada za imani za watu wengine, zile ibada nyingine zinaambatana na maagano. Unajikuta umeingia katika zile maagano yale kupitia hizo ibada zao. Wanapoinua mikono yao, wewe hujui wanasema kitu gani. Wanapomaliza wewe nao unaingia hapo hapo, unaingia katikati ya maagano ya vitu ambavyo huvijui katika maisha yako. Huwezi kumkuta mtu wa imani hii akaweka alama ya msalaba, huwezi kumkuta, kwa sababu alama ya msalaba ni alama ya maagano. Mimi nimekombolewa. Humkuti mtu anaweka alama ya msalaba ovyo ovyo. Lakini Wakristo leo ukisema Bwana akubariki, amina, kuongezeni uzoka, amina, amina, alafu umepata wapi? Na saa nyingine unaweza kadhania eti ni kwa sababu niliona katika kanisa letu mahali fulani. Usiende na mkumbo wa watu, nenda wewe unafundishwa, nenda wewe unaelimishwa. Kuna vitu ambavyo unaweza kuingizwa katika maagano sio vya lazima. Tumefunga, wametuita kwenye kufuturu, na mimi nakwenda kwenye ibada ya kufuturu, nafutulisha leo. Nini maana yake Mkristo? Niishi hapo. Mungu atubariki. Nikaribishe kama kuna maulizo. Leo niko nafundisha maombi ya maagano. Kama una eneo natamani kujua, niko tayari kujibu. Kama kuna mkono, ninahesabu kama kawaida mpaka 5. Ikifika 5 nitakuwa na jabu. Thomas asiulize. Karibu. Amina, watakusikia huko. Amina. Ina athari mbando. Yaani mimi naweza nikapoteza usharika mzima au. Kama mimi naenda kuchukua agano, mimi nikirudi na agano, mimi nawapoteza. Kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Haya maagano sio vitu rahisi. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kumshauri mtu unamshauri. Lakini ukikutana na mtu kama mimi ambaye ni kazi ngumu sana kunipeleka huko, nalinda sana hiki kidogo nilicho nacho, na kilinda mno, kwa sababu nafahamu roho ya maagano. Sio kila mahali utakaponiita nitaenda, hasa kukiwa na ibada. Sema kila mtu atoe dua yake. Niliwahi kuzungumza mahali fulani kuhusiana na binti aliyekuwa anasoma shuleni. Alienda form 1 akiwa wa kwanza, form 2 alikuwa wa kwanza, form 3 akawa analala kitanda na mwenzake double decker. Huyu mwenzake akawa analala juu, yeye analala chini. Ghafla akamwambia mwenzake yule wa juu ambaye sio Mkristo, akamwambia unasali vizuri, uniwekee mikono na mimi nikuwekee mikono. Kale kabinti kakakubali,
Akamwambia anza wewe kuniwekea mikono. Akawa anamwekea mikono. Akamwambia siku 7 kale kabinti akawa akajui, kakaweka mikono siku 7. Baada ya siku 7 akawekewa mikono siku 7. Alikuwa anashika nafasi ya kwanza, akatoka nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya yule binti. Yule binti atoka nafasi ile akaenda pale. Walimu wanampigia makofi. Hai, umekaa na mtu mwenye akili na unakuwa na akili. Na wewe mtu uliyekuwa na akili mbona unashuka? Matokeo yalipotoka ya wanataka kuingia form 4, anakaribia kufunga mkia. Wazazi wakaniita kwamba hatujaelewa nini kimetokea. Tulipoingia kwenye maombi, yaliyolipuka kwenye yale maombi ni mikono ya yule binti. Alichukua ufahamu wake, alichukua akili zake, alichukua kila kitu chake, akamwacha mweupe. Halafu alihamisha vile vya kwake, akamhamisha huyu na huyu akahamisha vya kwake. Hata watoto wetu wakati wanakwenda shuleni weka maombi ya maagano. Mtoto wangu akienda asiguswe. Nimempokea kijana anataka kwenda form 5 Kisarawe Junior Seminari. Mimi unajua sasa hivi natembea kila eneo, kwa hiyo maeneo fulani nimetembea. Kijana anataka kwenda form 1 Kisarawe Junior Seminari. Namuuliza, nipe background yako. Amekuja na mama yake, amekuja na bibi yake. Bibi yake anasema kwamba baba yake huyu mkorofi kweli bwana. Kaniachia huyu kakiwa kadogo. Nimeendelea kukalea mwenyewe, nimekalea kajukuu kangu, kamefikia hapo kajukuu kangu. Mama yake anamuuliza, ulipata nafasi ya kukaa na mwanao? Anasema, mimi sikupata nafasi ya kukaa na mwanangu. Alipomaliza tu nasari, nikampeleka kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Akalelewa na Wasabato. Amesoma darasa la kwanza, la 7, form 1, form 4, amemaliza kwa Sabato, ana division 1. Namuuliza kijana, sasa si mtu mzima una akili zako, unaweza kuwa Mlutheri? Anasema, nani awe Mlutheri? Mimi sio Mlutheri. Naambia, lakini Kisarawe Junior Seminari ni shule ya Lutheri. Anasema, afadhali nikose elimu kuliko kwenda kusoma kwa Lutheri. Mbele ya mama yake, mbele ya bibi yake aliyemlea na kumtunza, mtoto anasema mimi sio tena. Ana agano alilotembea nalo. Kuna vitu ambavyo mtoto huyu amepokea na sio vitu vidogo. Nimekaa naye mtoto anasema kwamba hapana, usinirudishe. Ni afadhali nikose elimu kuliko kwenda Kisarawe Junior Seminari. Kwa hiyo mtu kiongozi, ukiwa unakwenda kila mahali lazima ujilinde sana. Hatukatai jamani kuchangamana, hatukatai kukaa pamoja na wenzetu, lakini kuwa makini sana wakati wa ibada zao, kuwa makini sana wakati wa vyakula vyao. Wenzetu wanatega sana katika mtego wa vyakula, na vyakula vyao vinakuwa ni sehemu ya sadaka. Ukiingia kwenye eneo la sadaka huwezi kutoka kirahisi. Kwa kuwa makini, mimi nachosema hapa kuwa makini. Na ukiniona mchungaji na kwenda kule nishtue, pengine labda ufunuo sina, nishtue niambie kwamba huku mchungaji sio sawa, huku nakwenda mchungaji utapotea. Sasa unikute na kwenda huko, au nakwenda maeneo yanayofanana na hayo kwa mganga wa kienyeji, nasema nimeenda kumsalimia. Hatukuelewi sisi. Wewe mchungaji na mganga wa kienyeji wapi na wapi? Hatukuelewi. Kuna vitu ambavyo katika maisha lazima utafute nafasi ya kuvuka, na ukipewa nafasi ya kuwa kiongozi ujilinde sana, kwa sababu nyuma yako unaweza kuangusha wengi. Nyuma yako wanaweza wengi wakapotea. Kwa hiyo ukiwa umepewa na dhamana ya kuwa kiongozi, ni lazima kuna vitu fulani uvikimbie. Juzi nilikuwa nafundisha seminar, wale walikuja nyumbani, nikawaambia kwamba mimi napenda jamani, nilikuwa napenda mimi jamani kuvaa pensi na t-shirt na laba, napenda. Lakini leo viko wapi? Vae pensi, vae laba, wapi? Mimi napenda kula mahindi ya kuchoma yale pale, nikipita pale naangalia yale mahindi, napenda, natamani yale mahindi. Tena hivi mvua zinanyesha hivi, unatamani upaki pale gari ule mahindi, lakini siwezi tena. Sio kwa sababu mimi sitaki, lakini nyinyi siwezi kuwaruhusu nione mimi nakula mahindi pale barabarani. Wakristo wangu naona pale wanakula mahindi, mchungaji, mahindi hapa matamu, nasema kuleni tu, mimi yashanipita hayo. Sio kama siyataki, lakini nafasi yangu haiwezi kunipa hiyo.
Hilo ndio jibu lake Mbando. Kama tuna ulizo lingine. Sasa ile mavazi, kuna baadhi kuna baadhi ya makabila yale ni mavazi ya utamaduni wa kabila. Yale mavazi, kuna baadhi ya makabila ni utamaduni. Kwa hiyo ukiyaondoa na kusema kwamba ni mavazi ya ibada, ila ukinuia kuvaa kama mtu wa ibada, ile roho inaingia. Yale mavazi kuna mahali pengine na mimi niliomba nikienda katika sherehe za kina Libario na mimi wanipe, ila aliniambia saizi yangu hamna. Lakini maana yake ni nini? Kuna mavazi ambayo yanavaliwa katika hali ya utamaduni, ni utamaduni, na watu huwezi kuambia utamaduni huu acheni kwa sababu dini fulani nayo inatumia utamaduni huu. Kwa hiyo mimi kwangu hainisumbui, ila ukilivaa kwa lengo ya kwamba nionekane, unasubiri siku ya Ijumaa na wewe umevaa, au ukienda katika ibada zao na wewe umevaa, wanasema tumekuita kufuturu na wewe umevaa, ile unabeba maana ya agano. Lakini ukilivaa kama vazi, haibebi maana ya agano. Agano linabeba moyoni. Maswali ya Mbando yamemalizika. Mwingine? Karibu. Ambako mimi hata sikujui. Uchagani ndio eneo gani? Ni hapa karibu na Puka Jungeni? Karibu baba. Makaburi ambayo hayajajengwa kabisa, yani yametunguzwa tu mawe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ndugu zangu, hivi ni vitu ambavyo ameuliza swali zuri, kwa sababu ni tamaduni, ni desturi, na wengine wanachinja halafu wanatoa nyama, mpelekee na fulani, mpelekee na fulani. Jiepushe sana nyama zilizotolewa sadaka kwa makafara, zilizotolewa sadaka kwa mizimu, zilizotolewa sadaka kwa wachawi. Jiepushe sana hivyo vitu, vinajenga agano na wewe. Kwa hiyo kama unaweza kuepuka, epuka. Usitume sadaka yako. Sasa kwani mimi sishiriki, lakini waliniomba mchango, niwapelekea kamchango kadogo, kale kamchango kadogo katakupiga kwenye maisha yako, kwa sababu utakuwa umeshiriki na unajua nilichoshiriki ya kwamba sio sawa. Na upande wa pili, haya maagano yanatisha, na watu wanakuambia maagano kwa vitisho kabisa. Usipofanya hivi basi mwaka umaliziki, usipofanya hivi wapi hutafanikiwa. Hiki ni lugha ya vitisho. Akisema Mungu, mimi nimekutumaini wewe, nina agano na wewe, ita familia yako, jitengeni na hawa watu, fanyeni ibada. Watakwambia kwamba wewe sio ndugu yetu, sio nini, kwa muda tu. Mungu akisha kuinua, akifanikiwa, atakuja baba mdogo, unajua na mimi nilikuwepo siku ile, lakini mimi hata sikuungana nao wakati wa baba mkubwa alipoita kile kikao. Unajua na mimi sikuwepo, nilikuwepo na shangazi na nani, lakini mimi hata sikukubaliana nao, lakini na mimi nilikuwepo. Mimi nimeona baba mdogo yuko sawa sawa, miaka 2 hiyo, watakuja kufuata. Lakini sio rahisi kupambana na ulimwengu huo kama huna nguvu ya maombi ya agano. Lazima uwe na nafasi ya kufanya maombi ya maagano. Anza ngazi ya familia, pata nafasi, fanya na jamaa zako karibu. Tungekuwa na uwezo mzuri, ningeonyesha juzi Karume Day. Karume Day, ukoo wa upande wa mama yangu walikuwa na kikao, familia 49 walikutanika pale. Familia 49 walikutanika, walikuwa na maombi, walikuwa na semina. Familia 49 ukoo wa mama yangu walikutanika kwa dada yetu pale Changanyikeni. Wakatoka pale wakasema, tungekuwa tunafanya hivi kila wakati tungevuka. Na mimi niliwaambia, fanyeni hili, litatuvusha.
litatusaidia. Mimi nilikuwa na ibada ya mazishi Ukonga, nikashindwa kwenda kujoin nao, lakini walifanikiwa na wakasema hatujawahi kukutana namna hii kwa furaha na kwa baraka. Walikaa pale kwa muda wa masaa 6, wenyewe wananiambia mpaka leo kwamba ilikuwa ni kama masaa 2. Ile hali ya kukutana pamoja, yale maombi ya pamoja. Miaka 4 ya nyuma walikutania kwangu, niliwaita mimi pale Kisarawe, tulikutana pale nyumbani. Agenda ilikuwa ni moja, tumekuwa tunachangia wenzetu kwenye masuala ya harusi. Mbona watoto wetu hawaolewi, vijana wetu hawaoi? Tukawa tuna maombi pale nyumbani kwangu mimi. Tulishinda siku hiyo, na mimi nikaandaa chakula, ndugu zangu wakala, tukaomba. Tulipoondoka mimi naona ajabu, anakuja kijana ananiambia nataka binti nyumba hii. Na hapa kulikoanzia maombi, achukua. Sijakaa vizuri, kaja tena mwingine, na hapa na huyu sasa mnaniacha peke yangu. Nimejenga jumba lile kubwa sasa hivi hata vyumba vingine siingii. Najuta ile mihela niliyotumia kujenga, alafu mwenyewe sikai mle ndani. Kwa maana unakaa chumba kimoja tu, watoto wameshaondoka, ukilazimisha waje wajukuu hawakai. Wakati najenga sikuwa najua kama wataondoka, lakini wameshaondoka. Tulipokuwa tunafanya ile, tulikuwa tunasema yale maombi Mungu ametujibu. Na ndugu zangu wengi tu, tulikuwa na send off nyingi, tulikuwa na harusi nyingi. Mungu akatushika kwa neema yake. Kikao cha juzi kilikuwa ni umaskini. Mbona sisi tumekuwa maskini? Hata tukiwa na misiba, tukisema kwamba bajeti ya msiba, tukisema bajeti ya msiba tu milioni 4 hatuwezi. Mbona tumekuwa maskini? Kwa hiyo maombi ya maagano tunaomba kuondoa umaskini. Nini kitachotokea? Tumwachie Mungu. Sisi tumefanya jukumu letu la maombi. Siwezi kuambia kila familia inaweza, lakini anza nyumbani kwako na wale watoto wa nyumbani kwako. Pata muda wa maombi ya maagano, Mungu atasimama. Karibu Rodrick. Ninafundisha hapa, natamani uanze kwenye ngazi ya familia. Yaani mimi natamani familia yako iwe na maombi ya maagano ndani ya familia yako. Nini mnachotaka ndani ya familia yenu? Mnaagana nini? Maombi ya maagano lazima iende kwa namna ya kipekee. Una malengo gani? Mnataka nini kwenye familia yenu? Mdogo wangu bado una safari ndefu sana. Hebu anza kusema naiona PhD kwa Ebe, naiona PhD kwa Ebe, naiona PhD kwa Ebe. Yawe ndio maneno yako. Na Ebe mwambie nategemea kuona PhD, nategemea kuona PhD. Hayo ndio maombi yako, ndio agano lako. Siku moja Mungu atafanya, alafu utashangaa kwamba yale maombi hukuyadharau. Lakini kila anaingia kwenye malango ya nyumbani kwako, mfanye aombe maombi ya maagano. Ukipata hiyo nafasi, watu 2 watatu wamekuja, fanya hayo maombi na Mungu anasikia kutoka katika hiyo familia. Lakini jambo la pili, mafundisho potofu mara nyingi tunayafuata, hayatufuati. Tunatoka sisi wenyewe tunafuata mafundisho potofu. Na tunaenda kufundishwa kwa sababu kuna mihemko, kuna mahitaji ya watu. Lakini kuna watu ambao wanajinufaisha na Wakristo walio dhaifu. Wakristo walio dhaifu waga wanasikiliza na kupokea kila kitu na kukifanya. Mkristo mwenye nguvu hawezi kupokea kila kitu. Anachuja, anasema hapa leo niliingia mlango usio. Anatoka, anaondoka. Sisemi kwenu, mimi niliitwa kwenye harusi. Niliitwa pale kwa ajili ya kijana amepata mchumba kutoka KKT. Kwa ile binti alisema kwamba nisindikize mchungaji kwenye ile ibada ya kwangu ya kufunga ndoa. Na mimi nikasema ngoja niende. Sisemi kwa mtu mwingine, nasema kwangu. Nilipoingia pale mlangoni, naambiwa huwezi kuingia humu ndani bila kunawishwa miguu. Nikasema hapana, mimi siwezi kunawishwa miguu. Mimi nimenawa miguu nyumbani. Kwa hiyo mimi siwezi. Nasema kama huwezi kunawa miguu huku ndani uruhusi kuingia. Nikasema basi siwezi kuingia. Nikamsubiri bibi harusi mlangoni. Bibi harusi akafika pale akanawishwa miguu. Binti yangu
kutoka kanisa la KKT, akanawishwa miguu, mume wake akanawishwa miguu, wakaingia kanisani bila viatu. Wanaenda kufunga ndoa, hawana viatu, wameacha viatu mlangoni. Mimi nilikataliwa na nimekaa pale nje mpaka ibada imemalizika. Kumalizika ibada, kila anaingia pale ndani ni kama ananiangalia, ananiona ni mtu wa ajabu. Kwa nini siingii ndani? Siwezi kuingia ndani kwa kuvuliwa viatu. Sasa mahali pengine nasema kwani si viatu tu? Unakanyaga nini kwenye nyayo yako isiyokuwa na kiatu? Unakanyaga nini kwenye lile kanisa? Kitu gani kimewekwa ili ukikanyage kwa unyayo wako? Haitakiwi kiatu. Maagano gani yaliwekwa pale? Mimi nimekataa. Na sasa ile ndoa imefungwa na kila kitu na nini. Sio neno zuri, lakini nitalisema ili nilijenge kanisa. Binti yule anasema kwamba mchungaji, yule mwanamume alinioa ni mwanamume alinajihusisha naye, kaolewa na mwanamume mwingine. Yule mwanamume mwingine yuko wapi? Kule kwenye kanisa lao. Kumbe ndio maana siku ile mchungaji ulikataa kuingia. Lile kanisa ndio matendo yao. Ningeingia mimi siingii. Tutakuwa tumemaliza bila shaka maulizo. Karibu. Njia ya kwanza ni kujifundisha. Kabla hujaenda katika toba, kukemea, kufanya ibada za kupiga ukuta, njia ya kwanza kujifundisha. Ujifundishe sana maisha ya rohoni, na Mungu ni mwaminifu sana endapo utajifundisha maisha ya rohoni. Utaweza endapo utakuwa na akili moyoni. Mwaka juzi tulifanikiwa kuweka programu ya watu kusoma Biblia. Mwaka jana sikufanikiwa, mwaka huu sikufanikiwa. Lakini lengo lilikuwa ni kuwafikisha Wakristo wa usharika wa Segerea renki fulani ya kwamba sio kila kitu unapokea. Kuna vitu vingine unavikataa. Ninahisi kuna watu walifanikiwa kusogea mbele. Sina hakika, lakini nahisi watu walifanikiwa kusogea mbele. Tusipokuwa na mafundisho, unakwenda kukemea, alafu wakati unakemea toka, alafu jioni anakuja anasema ulinifukuza kule sasa nimekuja mimi, nifukuze tena hapa kwako. Babu yako, bibi yako hawajawahi kunifukuza, uona nifukuza. Kama huna mafundisho sema samahani, kule nilikuwa katikati ya watu. Lakini kama umepata mafundisho, wanasema aliyekufukuza kule sio mimi, aliyekufukuza kule niko naye hapa, aliyekuondoa kule sio mimi, aliyekuondoa kule niko naye hapa, sasa namwambia kuondoe na hapa. Lakini kama umefundishwa, kama hujafundishwa utadhania kule na hapa ni sehemu mbili tofauti. Karibu, ulikuwa unataka kuuliza? Tumemaliza tutakuwa tumemaliza bado saa 2, twendeni tu. Mimi ndo kazini kwangu hapa. Yaani KKT Segerea inanilipa kwa ajili. Kwa hiyo uliza tu, niko kazini. Karibu. Unaweza ukaingia. Unaweza ukaingia. Anauliza swali, je, anaweza kaingia kwenye maagano yasiyokuwa ya kimungu ndani ya ndoto? Unaweza kaingia. Na hapa niwaambie, kuna ndoto za watu wanasaini mkataba. Hizo ndoto zipo mno. Amelitoa karatasi anasaini. Wakati anasaini alikuwa anadhania anasaini na kalamu, kumbe kidole chake ndicho kinasaini kwa kuachia damu. Kuna watu wamechoma sindano za mikataba. Kuna watu wameumwa na nyoka wa mikataba. Ndoto pia ni sehemu ya watu kuingia kwenye mkataba. Kuna viashiria vingi sana vya kuingia mikataba ambavyo huwezi ukasema kimoja baada ya kingine kwa sababu ni vingi mno. Nilikuwa nahubiri Tuliani, Madizini,
Nimesema mara kadhaa hii habari, leo niiseme kwa wazi. Nilipokuwa nafanya maombi nilimwagika sana jasho, nikawa natumia leso. Kipindi fulani nilikuwa natumia leso kubwa tu, kwa sababu nilikuwa namwagika jasho lingi. Kwa nilikuwa natumia aidha bendera ya taifa au nilikuwa natumia, lakini nilikuwa natumia vitambaa vikubwa. Kile kitambaa kililoa jasho kiasi kwamba unakamua hivi unamwaga jasho. Sasa wakati naendelea na kufanya huduma ya kukemea, niliacha kile kitambaa hapa madhabahu ni hapa katika mimbara yangu ya kuhubiria. Nikawa naendelea. Jasho liponizidi sana, nikatafuta kitambaa, hakipo. Nikauliza, kitambaa changu kiko wapi? Hakikuonekana kile kitambaa. Nikamaliza ile huduma. Nikawa nasema kwamba sasa kile kitambaa mbona kilikuwa na jasho? Sasa kitakuwa kiko wapi? Nikatazama kwenye Biblia, nikasema singeweza kuelekea kwenye Biblia kwa sababu kililoa sana. Wakati ninahudumiwa na wahudumu, mhudumu mmoja mama kuinama kile kitambaa kikatoka. Tumekitafuta kile kitambaa pamoja na yeye, kikatoka kile kitambaa. Kilipotoka kikaanguka, wakasema kumbe kile kitambaa sijui kiliingiaje kwangu. Nikamwambia, wewe chukua hicho kitambaa. Kumbe moyoni mwake alikuwa anasema naye anataka upako kupitia kile kitambaa. Na sijui alifanyaje nini yule mama, sijui alichokifanya ni nini kile kitambaa. Akawa anatumia kile kitambaa, anaenda nacho katika mikutano na semina. Akawa anafanya maombezi, anawapiga watu na kile kitambaa. Na kile kitambaa kiwa kinafanya vitu vya ajabu sana. Akiulizwa anasema kitambaa hiki ni cha mtumishi, kile ambacho nilikichukua kwa wizi, afu baadaye akakiona mwenyewe. Ilinichukua muda kumwambia kwamba unatumia vibaya jina langu. Mimi kile kitambaa nilidhania ni kitambaa cha kawaida, yeye kwake ilikuwa ni fursa. Baada ya kukipata alikipeleka wapi? Mimi sijui. Hata nguo zinaingia agano, nguo zina maagano. Nitakuwa nimeshakujibu hilo. Mkitaka habari ya ndoto, njozi na maono yanaingiaje kwenye maagano, sio leo. Sasa saa 2:05 hiyo tutafundishana, lakini maagano yanaingiwa katika mazingira tofauti. Hivi unafahamu, wewe sasa ni binti, hivi unafahamu kina mama kwa nini wanapomlisha mtoto na wao wanakula? Unafahamu? Pengine kina mama wengi hawajui. Unamlisha mtoto na wao wanakula, unapuliza chakula kidogo, unaonja kama kina moto au kina moto, alafu unampa mtoto. Hivi unajua ni nini kile? Ile ni bondi ambayo haivunjiki. Mama na mtoto wanakula chakula kimoja, na huwezi kuwatenganisha mama na mtoto. Labda watoto wa siku hizi, lakini si watoto wa zamani ambao mama anakula nao nakula, mama anakula nao nakula. Mkishiba mmeshiba sale. Usicheze masiala ukamchokoza mama yangu. Kuna vitu vingi, na niwaambie, hata ukitaka kutunza usharika, mimi natunza usharika wa Segerea. Nimewaambia mara kadhaa, hivi kwa nini nikupe kalenda mkononi? Si ningesema tu parish wagawie ni kalenda. Natengeneza mahusiano, ile kalenda nitakutengenezea agano wewe na mchungaji wako, na simpi mtu mwingine ile kalenda. Nagawa mwenyewe. Kile ni kitu cha rohoni mno, sio kitu cha mwilini. Yaani ukinichukia Mkristo mmoja wa Segerea, kuna 10 watakuashia moto. Sijui kama unaelewa. Wewe nenda ukaseme mwipile mbaya alafu uone 10 watakuashia moto. Nimejenga mahusiano nao. Sasa usikini ni kitu cha rahisi, kile ni kitu cha gharama. Ninakupa mkononi. Niishi hapo.